Kufuatia tukio la mwanamke anayefahamika kwa jina la Beatrice Masawe mwenye umri wa miaka 38, mkazi wa Kibosho, kata ya Okaoni, wilaya ya Moshi, mkoani Kilimanjaro, kutuhumiwa na mumewe kuwa anachepuka na wanaume 11 na orodha ya majina yao kuandikwa ukutani. Mwanamke huyo amekana tuhuma hizo akidai kuwa wanaume hao ni wateja wake wa dukani. Mwanamke huyo akizungumza na Gadi TV kwa njia ya simu amekiri kuwafahamu wanaume hao na kueleza kuwa amekuwa akiwasiliana nao kwa nyakati tofauti wakizungumzia masuala ya biashara. Awali ilielezwa kuwa chanzo cha majina hayo kuandikwa ukutani ni baada ya mwanaume huyo kurejea nyumbani na orodha ya majina ya wanaume hao 11 na kutaka kupekua simu ya mkewe, na aliponyimwa simu hiyo alichukua hatua ya kufyeka migomba na kutaka kuchoma nyumba yake kwa moto. Ikumbukwe mwanamke huyo kwa sasa yupo nyumbani kwa wazazi wake, ambapo inadaiwa alikimbilia huko mara baada ya kutokea ugomvi huo na kuona mumewe anatafuta panga, hali iliyompelekea kukimbilia kwa jirani yake na baadaye kwenda kujisitiri nyumbani kwa wazazi wake. Hii ni Gadi TV. Jina langu ni Aisa Msuya. Labda kwa nini sasa ukumpa simu aikague? Nani huyo? Mume wako huyo. Aisee, simu yangu simpi mtu kwa sababu inaenda. Mimi sikuweza kumpa mtu. Hapana. Simu yangu muda wote anakaga nayo wewe. Lakini siku hiyo sikumpa simu. Namjua mume wangu anataka 1 2 3, ndio maana sikumpa simu. Wala yeye hawezi kupokea simu yangu akague aseme labda kuna jina hili na hili. Na hapo nyumbani nilikuwa nampa simu yangu anakaa nayo hivyo. Tunaenda. Kulikuwa kuna pesa nyingi kiasi kwamba ukashindwa kumwamini mume wako kweli? Nilikuwa na 50,000 bwana, uwezi kuna nini? Unataka kuniambia 50,000 uliona ya thamani zaidi ya ugomvi uliotokea? Sio hivyo bwana. Bwana. Ni nini sasa? Yaani nini hasa ambacho uko unaficha kwenye simu? Nilikuwa naficha, mimi sijaficha chochote. Ila simu yangu nimemwambia, aliniambia nipe simu yako, nikamwambia simu yangu alikuwa anataka ampigie mtu. Nikamwambia kwako hiyo hapo. Piga hii ya kwako hapa inasalio, na ya kwake nilikuwa nayo. Ndio nikachukua ile ya kwake nikampa. Umeweza kuwasiliana na idadi ya hao watu 11 walioandikwa kwenye hiyo listi? Kila siku nawasiliana nao. Wanasemaje? Hamna usemi. Wanasema ni mume wako tu, huyo ni wakusamehe. Mtu kakata mali yake, uweze kumwambia kwa nini umekata haya. Tulikuwa tunaongea naye jana vizuri. Mimi najiamini kabisa mia na kwa mume wangu nitarudi, sio kwamba sirudi, nitarudi. Hayo ni mambo ya kawaida. Lazima ndio wano baba. Kwamba utarudi nyumbani. Kawaida hiyo. Yaani hizo ni changamoto za maisha. Na ili maendeleo yaje, lazima huwa unatokeaga mambo kama hayo. Pengine alishai kuonya dhidi ya hao watu 11. Sasa usiwasiliane nao, mtu anaweza akaja hapo ukamwambia kwamba wewe sikuziki kitu fulani kwa sababu 1 2 3. Lazima mimi na ukaribu nao kwa sababu simfanya biashara, mimi mfanya biashara. Sasa mzee alishindwa nini kuelewa kwamba wewe ni mfanya biashara na hao ni wateja wako? Wateja kwani watu wote walioelekezwa kwangu si wa pale kwani ni wambali? Si aliona mawasiliano yalivyo, labda wanakuja na wapokea vizuri nini. Ndio hivyo akaisi hivyo. Na mimi yule ni mume wangu, nimeshamzoea. Kama ni wivu anao. Kuna zaidi ya muda gani kwenye ndoa na huyo bwana? Miaka 19. Miaka 19. Ndio. Na mmejaliwa watoto wangapi? 5. Lakini kwako kwa mume wako kukata migomba ulilipokeaje? Kukata migomba huko ndo tutakaa huko sisi tuongee kama sisi familia. Huwezi kujua siku hizi kuna mambo mengi sana. Kwa hiyo hatuwezi kumuona eti wala hatuwezi kumlaumu yeye. Nani wa kulaumiwa sasa hapo? Hapana, hatuwezi kumlaumu yeye. Sisi inabidi tukae kwanza, tuongee kwanza, tusuluhishe. Ndio hivyo. Na sasa kuna baadhi ya watu ambao wameenda sehemu mbalimbali kwenda kushtaki, wengine kwenye serikali za mtaa. Kuhusiana na hivyo wanadai kwamba wamechafuliwa. Sasa hapo itakuwaje kama familia? Yaani hapo inabidi
yeye hata kama akija ataomba msamaha, watakaa vizuri, wataendelea na maisha. Alikuja hapa kuomba msamaha, akaniambia wewe kama umechukia nimegomba nimekata, nisamee. Nikamwambia mpaka uende uwaite wazee. Ndio. Kwa maana nyingine amekuja kwa wazazi wako kuja kuomba msamaha. Na akaambiwa mpaka akawalete wazee. Na vipi saa wale watu 11 nao pia mtakaa nao kwenye kikao kimoja? Lazima wataitwa wote. Atoe dukuduku lake, aseme labda alionaje mpaka akasema hivyo, basi awaombe msamaha.